Wakati ndugu matajiri wa CEO walikuwa wakimhudumia kwa uangalifu mwanamke mjanja aliyekuwa amejifanya amezimia, dada yao Adamu aliyepigwa na mwanamke huyo alikuwa amelala pembeni bila fahamu. Hakuna hata mmoja aliyemsaidia. Kumbe ndugu hao walikuwa wamekuja kumchukua dada yao aliyepotea kwa zaidi ya miaka 20. Lakini baba yao ambaye ndiye pekee aliyewahi kuona binti huyo zamani hakuweza kuja binafsi kwa sababu babu yao alikuwa amejeruhiwa na kulazwa hospitalini. Kwa bahati mbaya, ndugu hao walimchukulia yule mwanamke mjanja kama dada yao wa kweli na kumwamini kabisa. Mwanamke huyo alipokuwa karibu kufanyiwa kipimo cha DNA, alijifanya amezimia ili kukwepa. Ndugu hao wakajawa na wasiwasi, wakamchukua nyumbani na hata kumuita daktari aje kumchunguza huko huko. Wakati huo dada yao wa kweli aliyepigwa vibaya alikuwa amelala barabarani bila msaada wowote. Baba yao mwenyekiti alikuwa hospitalini akimhudumia babu yao. Akauliza kama tayari wamefanikiwa kumpata dada yao aliyepotea miaka 20. Ndugu akamwambia kwa furaha kuwa tayari wamemtambua dada yao. Kauli hiyo ilimpa baba yao utulivu bila kujua kwamba binti yake wa kweli alikuwa karibu kufa. Kwa bahati, mpita njia mmoja alimkuta msichana huyo na kumpeleka hospitalini.